Ili wewe kwanza kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani, ungana nasi kwa kubonyeza neno subscribe ambalo lipo chini ya video hii upande wa kulia, kisha washa alama ya kengele itakayokuja mara baada ya kusubscribe. Utakuwa wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya pindi tu tutakapokuwa tunaziposti kwenye channel yetu, kwa habari zote za kimichezo na burudani, usajili, uchambuzi, true talk, ukweli unaongea. Ujambo na karibu sana mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo, mimi nikukaribishe na nikualike katika chaneli yako pendwa kabisa ya True Talk, na hapa huwa tunajadili pamoja na kuzungumza kuhusiana na masuala mbalimbali ya kimichezo, lakini pia kuhusiana na yale yote ambayo yanakuwa yanajiri huko viwanjani, hususan tetesi za usajili, uchambuzi, msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia kuhusiana na yale yote ambayo yanakuwa yanajiri huko viwanjani. Na mimi natumia nafasi hii kuweza kukukaribisha pamoja na kukualika kwa kuwe mdau wangu wa nguvu ambaye ndiyo mara yako ya kwanza kabisa kuweza kukutana nasi. Tafadhali sana mimi nikusihi fanya kubonyeza neno subscribe ambalo lipo chini ya video hii upande wa kulia, kisha washa alama ya kengele itakayokuja mara baada ya kusubscribe. Utakuwa wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya pindi tu tutakapokuwa tunaziposti kwenye channel yetu. Sanjari na hayo pia ikumbukwe tuko mwishoni tukielekea kutamatisha msimu huu hapa wa mwaka 2025-26 kwenye michuano ya NBC Premier League. Lakini pia tetesi mbalimbali za usajili zikiendelea kulindima kwa kasi kuelekea katika mitandao ya kijamii, na huku vilabu mbalimbali vikiendelea kufanya mazungumzo na baadhi ya wachezaji kutoka katika vilabu tofauti ili kuhakikisha kwamba wanakwenda kuimarisha vikosi vyao kwa ajili ya kukabili vyema msimu ujao wa ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia kwa michuano ya kimataifa kwa vilabu ambavyo vitapata nafasi ya kwenda kushiriki mashindano hayo. Sasa ninayo mengi sana ambayo yamejiri huko viwanjani na ambayo niko nayo hapa mezani kwangu siku hapa leo, na natamani niweze kukufahamisha uweze kufahamu kile ambacho kinaendelea kurindima katika mitandao ya kijamii huko, na ikiwemo amini moja kati ya matukio ambayo niko nayo hapa ni kuhusiana na ujio wa kocha mpya pale Jangwani ama Dar es Salaam Young Africans Sports Club baada ya kuweza kuachana Gonzalez, na lakini pia ziko sakata tofauti ikiwemo sakata la Mohamed Hussein Zimbo Junior Jiara kurudi Simba, lakini pia na mengineyo mengi zaidi ambayo niko nayo hapa mezani kwangu. Na turejee kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara japo kwa ufupi. Kwa hivi sasa tunafahamu Young Africans Sports Club anaongoza ligi akiwa na alama 51 mara baada ya kucheza michezo 21, akishinda michezo 15 na kutoa sare mara 6 bila kupoteza mchezo hata mmoja. Lakini Simba Sports Club yanashika nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa hivi sasa akiwa na alama 46 mara baada ya kucheza michezo 21, akishinda mara 13, akitoa sare mara 7 na kupoteza mchezo mmoja. Na kwa Azam FC anashika nafasi ya tatu akiwa na alama 43 mara baada ya kucheza michezo 21, akishinda michezo 11, akitoa sare michezo 10 na bila kupoteza mchezo hata moja. Huku Singida Black Stars yeye anashika nafasi ya 4 kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu wa mwaka 2025-26 mara baada ya kucheza michezo 21, akiwa na alama 32, akishinda mara 9, akitoa sare mara 5 na kupoteza mara 7. Na nafasi ya 5 ni JKT Tanzania, wao wanafunga nafasi ya 5 bora wakiwa na alama 32 sambamba na Singida Black Stars mara baada ya kucheza michezo 21, akishinda mara 8, wakitoa sare mara 8 na kupoteza mara 5. Hii ni kwa ufupi sana kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, namna ambavyo uko kwenye top 5 ya vilabu vitano ambavyo viko kwenye rank ya juu kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara mpaka kwa hivi sasa kwenye round hii ya 21. Lakini pia sitazungumzia sana kuhusiana hayo, turejee kwenye taarifa za usajili kuhusiana na sakata la ujio mpya wa kocha mpya pale Young Africans Sports Club. Na nimekutana na moja kati ya majina makubwa ambayo pia yamewahi kuhudumu katika kikosi cha Dar es Salaam Young Africans Sports Club kwa misimu kadhaa iliyopita, kipindi cha kina Fiso Kalala Mayele kabla ya kutimkia kule Misri katika klabu ya Pyramid C. Na mzungumzia kocha Nasruddin Nabi ambaye alihudumu kwa misimu kadhaa katika kikosi cha Young Africans Sports Club na akachukua mataji kadhaa, wengi tuliweza kushuhudia na tuliona huduma yake akiwa na msaidizi wake Cedric Kaze. Sasa wawili hawa pia
enda kukinoa kikosi cha Kaizer Chiefs kule Afrika ya Kusini kwa misimu takriban miwili kabla ya Nasreddine Nabi kuweza kuachana na klabu ya Kaizer Chiefs. Na tunafahamu pia Kaizer Chiefs sasa hivi wako chini ya usimamizi wa kocha Cedric Kaza ambaye pia alikuwa msaidizi wa Nasreddine Nabi. Waliondoka wakiwa wawili hivi wakaenda pia kukinoa kikosi cha Kaizer Chiefs. Ingawaje Nasreddine Nabi aliweza kuondoka kwa sababu ambazo alizitaja kuwa zilikuwa ni za kifamilia zaidi. Lakini pia mpaka hivi sasa toka ameondoka katika klabu ya Kaizer Chiefs ilikuwa ni msimu jana, nafikiri bado hajapata timu mpaka sasa hivi, na taarifa zinaeleza kuwa yuko huru. Limetajwa jina lake sokoni likihusishwa na klabu ya Dar es Salaam Young Africans Sports Club kutaka kurudisha majeshi yake ama kutaka kumrithisha mikoba ya Gonzalez ambaye tayari amekwisha kutimuliwa kuna katika kikosi cha Dar es Salaam Young Africans Sports Club. Uongozi wa Yanga unaripotiwa kufungua ukurasa wa mazungumzo kwa ajili ya kukubaliana na kocha Nasreddine Nabi. Tunafahamu uwezo wake, tunafahamu kazi yake kubwa ambayo pia ameifanya, lakini pia kwa sababu ligi ya Afrika ya Kusini moja kati ya ligi pia ambazo tunazifuatilia kwa ukaribu zaidi, niliona namna ambavyo alikinoa kikosi cha Kaizer Chiefs. Nafikiri mpaka hivi sasa toka Cedric Kaza ameachiwa bado klabu ile ni bora sana na wanashika nafasi ya 3 kwenye msimamo wa ligi ya Afrika ya Kusini kwa hivi sasa, akiwa Mamelodi Sundowns anaongoza akiwa na alama 65, huku Orlando Pirates akishika nafasi ya pili akiwa na alama 62 na Kaizer Chiefs akiwa na alama 48 akishika nafasi ya 3. Lakini pia ana akiba ya michezo kadhaa mkononi mwake akiwakimbiza Mamelodi Sundowns pamoja na Orlando Pirates ambao wapo kwenye nafasi 2 za mwanzo kwenye msimamo wa ligi ya Afrika ya Kusini kwa maana ya Premier Soccer League. Sitazungumzia sana kuhusiana hayo, lakini lengo langu ni kukuleta hapa kukusogezea namna ambavyo ama kukukumbusha kile ambacho Nasreddine Nabi aliweza kufanya katika klabu ya Yanga kipindi ambacho aliondoa Fiso Kalala Mayele ambaye mpaka hivi sasa anang'ara kule nchini Misri katika klabu ya Pyramid C. Tunafahamu kazi yake kubwa ambayo anaifanya kule, lakini ni matunda aliyotoka nayo kwa ni matunda ambayo yametokana na uwepo ama ufundi wa kocha Nasreddine Nabi ambaye kwa sasa anaripotiwa kuwa yuko huru, na sio anaripotiwa tu, ninafahamu pia kwamba yuko huru kwa sasa, hana club. Kwa hiyo tangu ameachana na Kaizer Chiefs nafikiri kama atatua Yanga itakuwa ni klabu yake ya kwanza kuweza kusaini ama itakuwa ni klabu yake ya kwanza kuweza kusaini tangu ameachana na klabu ya Kaizer Chiefs. Ni miezi kadhaa sasa toka ameachana na klabu hiyo kwa sababu ambazo alizitaja kwamba ni sababu za kifamilia. Na mimi ni haya ambayo nilikuwa nimewiwa kuweza kushare na wewe mdau wangu wa nguvu. Niandikie maoni yako hapo chini ya video hii, lakini pia kabla tujamalizia, lipo sakata la Mohamed Hussein Zimbo Junior Diarra ambaye anaripotiwa kuwa na anataka kurudi katika klabu ya Simba. Ni taarifa ambayo nimekuta ikizua mijadala katika mitandao ya kijamii na vyanzo mbalimbali vya habari visivyo rasmi, naweza kusema hivyo, vimeripoti kuhusiana na taarifa hizi hapa zikimzungumzia Mohamed Hussein Zimbo Junior Diarra kuwa hana furaha na uwepo wake katika kikosi cha Yanga, akitamani kuweza kurejea katika kikosi cha Simba. Mimi nasema kwamba si taarifa rasmi, na nikuthibitishie tu ya kwamba iwapo ni rasmi pia itakuwa ni moja kati ya sehemu ya mpira, kwa sababu mpira hautabiriki, una mambo mengi ambayo hufanyika kwa uvumi ama hufanyika chini ya kapeti kabla ya kuwa dili halisia. Kwa hiyo haitakuwa ajabu kama atarejea katika kikosi cha Simba, lakini si jambo ambalo ni rasmi kwa hivi sasa kuweza kuzungumzia. Nafikiri ni uvumi tu wa taarifa katika mitandao ya kijamii. Na ni haya ambayo nilikuwa nimeua kuweza kushare na wewe mdau wangu wa nguvu mwana Tutok, kama ilivyo ada, na ni jukumu letu kuweza kukuhabarisha, kukuburudisha, lakini pia kukata kiu yako ya burudani na kukusogezea zile info na taarifa zote za kimichezo kuhusiana na yale yote ambayo yanajiri huko viwanjani. Dondosha maoni yako hapo chini ya video hii, lakini pia usisahau kutuambia kwamba unatufuatilia ukiwa maeneo gani. Mimi ni Thomas Jina, hii ni Tutok. Uwe na wakati mwema, bye bye.